bandia iliyotekelezwa hapo jana na mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA, ambapo baadhi ya wananchi na wafanya biashara wa simu za mkononi jijini Dar es Salaam wametoa maoni tofauti kuhusu zoezi hilo la kuzimwa simu bandia na mamlaka ya mawasiliano Tanzania hapa nchini. Baadhi ya wananchi na wafanyabiashara waliozungumza na mwandishi wetu jijini Dar es Salaam wamemweleza kuwa wanaunga mkono zoezi hilo la kuzima simu bandia, ila kwa sasa baadhi ya watu wamekuwa waoga kununua simu madukani kwa hofu ya kuuziwa simu bandia. Tujiunge na mwandishi wetu Dominic Mokiwa mwenye taarifa ifuatayo. Baada ya kuzimwa namba tambulishi za simu bandia nchini, nimepita katika baadhi ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam ambapo nimekuta biashara ya simu ikiendelea. Hali hii ikanilazimu kuzungumza na baadhi ya wananchi na wafanyabiashara ambao wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusu zoezi hilo. Kwa jina naitwa Jamal Bilal almaarufu Bigi Matelefoni, jina la biashara. Mteja anaogopa kuja kununua simu kwa sababu anasema simu zitafungiwa. Sema kwa hapo tunasaidiana. Wateja kama watatu wamenirudishia simu, sema mimi nawaambia kwamba tusaidiane kwa sababu mimi sio nilotengeneza hizo simu. Kama akirudisha simu nitambadilishia, anaongeza pesa kidogo na mbadilishia nampa nyingine. Janet Raymond ni mkazi wa Ubungo Kibangu, mfanyabiashara wa simu Kariakoo. Na malalamiko kwa serikali yetu ya sasa hivi, walituambia simu zitazima, lakini simu zimezima, lakini kwa baadhi. Na tunaiomba serikali itangaze kwamba tayari sasa simu zimezima, maana biashara imezidi kuwa mbaya. Naitwa Swatu Kudra, ni muuzaji wa simu. Mteja anapokuja tunamtolea simu, unamwambia kabisa hii simu ni original, unamuingizia mpaka zile namba za TCRA, lakini bado haamini. Anakuambia zoezi bado linaendelea, bado siamini kununua, anakuwa anunui simu. Na kabla la zoezi lilipokuwa bado, vile vile unamuingizia namba, anaiona kabisa kama ni Tecno, inakuja Tecno Y3, lakini bado hanunui. Baadhi ya mafundi wa simu wamesema wanapokea maombi ya ushawishi kutoka kwa baadhi ya wateja wa simu wenye simu bandia wakitaka wabadilishiwe mfumo wa simu zao ili zitambulike kuwa ni halali, hatua ambayo ni kosa kisheria. Kwa jina naitwa Fundi Ibrahim Rashid. Swala wanasema kama watu wanabadilisha namba hizo kama hizo za simu, wanasema ndio watu wanafanya hivyo, lakini baadhi ya sio mafundi wote ambao wanafanya hivyo. Kuna mafundi baadhi wanafanya hivyo. Nani mambo ya software, ndio sisi tunafanya software na hardware, lakini katika sisi kwa ofisi yetu hatushughuliki na mambo hayo. Aidha, uelewa mdogo kwa baadhi ya wananchi na wafanyabiashara wa simu za mikononi ni changamoto ambayo wengine wanadhani kwamba simu zitaendelea kuzimwa, ili hali kilichofanyika ni mamlaka ya udhibiti na mawasiliano nchini TCRA kuwasha mtambo wa kuzuia mawasiliano katika simu bandia. Dominic Mokiwa, TBC, Dar es Salaam.